Bwana Yesu asifiwe. Mpenzi mtazamaji wa channel ya Gideon Online TV, namshukuru Mungu siku ya leo kwa kuweza kupata nafasi ya kuweza kusimama mbele yako na kuleta ujumbe wa neno la Mungu. Kwa majina yangu ninaitwa Mchungaji Michael Vendelini Mbalia wa huduma ya Mlima Moria Ministry chini ya mtumishi wa Mungu Gideon wa huduma ya maombi na maombezi, ambapo kanisa letu lipo maili 6. Kama unatokea mjini, ukipanda daladala zinazoenda maili 6, ukifika kwa Msafiri mbele kidogo utaona kibao na utaingia mkono wako wa kushoto na utakuja moja kwa moja mpaka kwenye kanisa letu. Na kama unatoka Arusha vile vile pia, mbele ya mashine kuna kituo cha mashine, mbele yake pia upande wa kulia utaona kibao kimeandikwa mtumishi Gideon. Kwa hiyo pia tunakukaribisha basi nawe pia utaingia mkono wako wa kulia moja kwa moja utakuja kwenye kanisa letu. Lakini pia siku za huduma ni siku ya Jumapili kuanzia saa 6 kamili mpaka saa 11 jioni, na siku ya Jumatano kuanzia majira ya saa 8 kamili mpaka saa 11 jioni, na pia Ijumaa saa 8 kamili mpaka 11 jioni. Na pia kila siku tunakuwa na ibada za morning glory kuanzia saa 12:30 mpaka saa 1:30. Tunakaribisha wote, leteni wagonjwa wote, Mungu aweze kuwaponya. Basi siku ya leo nimeleta ujumbe wa neno la Mungu unaosema kila jambo na wakati wake. Basi tumshukuru Mungu kwa ajili ya ujumbe. Baba Mungu, ninakushukuru mfalme kwa wema wako na fadhili zako. Asante kwa nafasi Bwana. Naomba Bwana neno lako mfalme amani Mungu likamfikie kila mmoja, na kila mmoja Bwana akapate kulishika neno lako, nami Bwana akapate kunifundisha. Ni katika jina la Yesu Kristo nimeomba nikiamini, amen. Basi siku ya leo nimeleta ujumbe wa neno la Mungu unaosema kila jambo na wakati wake. Kila jambo na wakati wake, kwenye kitabu cha Mhubiri sura ya 3 ule mstari wa 1. Biblia inasema Biblia inasema kwa kila jambo kuna majira yake na wakati wa kila kusudi chini ya mbingu. Kwa kila jambo kuna majira yake na wakati kwa kila kusudi chini ya mbingu. Yawezekana mpenzi mtazamaji, yako mapito ambayo unaopitia katika wakati huu. Kuna kipindi ambacho unachopitia, kipindi kigumu. Umepitia nyakati ngumu kwenye maisha yako, lakini umemuita Mungu lakini hujapata majibu. Lakini Biblia inaposema kila jambo na wakati wake, huo wakati huo unaopitia jambo unalolipitia, Mungu ndiye ambaye ameamua uweze kulipitia. Kwa hiyo hauwezi kuliepuka. Kama zilivyo nyakati, kuna nyakati za mvua na kuna nyakati za jua, zote hazipukiki. Kwa hiyo mpenzi mtazamaji, yawezekana hapo ulipo unapitia nyakati ambazo umedharauliwa, umetukanwa, umebezwa, lakini ni wakati wake, na hizo nyakati haziwezi kudumu kwenye maisha yako. Maana wakati wa Bwana utakapofika, hizo nyakati zitapita kwako na utakuja wakati wa kuheshimiwa. Pengine unapitia wakati wa magonjwa, lakini huko wakati unaokuja wa kuponywa na kuwekwa huru. Maana magonjwa hayawezi kukuangamiza, hawezi kudumu kwenye magonjwa siku zote. Kwa hiyo mpenzi mtazamaji, nyakati unazopitia jua kabisa kwamba hazitadumu kwako. Ni lazima utapita kipindi hicho na kitakuja kipindi kingine. Ni kipindi cha huzuni, jua kitakuja kipindi cha furaha. Lakini hauwezi kuepuka, ni mpaka wakati wa Bwana. Ukiangalia pia kwenye Mhubiri hiyo sura ya 3 ule mstari wa 4, Biblia inasema wakati wa kulia na wakati wa kucheka
wakati wa kuomboleza na wakati wa kucheza. Nyakati zote hizi amewekewa mwanadamu. Wakati wa kulia na kuna wakati wa kucheka. Wakati wa kulia hauwezi kudumu kwako. Wakati wa kucheka hauwezi kudumu kwako. Maana kuna watu wanaopitia mambo magumu, wanafika mahali wanajiona kwamba Mungu amewaacha. Lakini hapana. Mungu hajakuacha. Mungu bado yuko pamoja na wewe, lakini nyakati ambazo ni lazima uweze kuzipitia. Kwa hiyo ukiona kwamba kuna wakati unaolia, kuna wakati unahuzunika sana, jua kuna wakati utafurahi sana. Cha msingi ni kuweza kuvumilia na kumngoja Bwana. Maana katika kila jaribu Mungu ameweka na mlango wa kutokea. Unaweza ukajifunza pia, unapoona katika ulimwengu kuna mabonde, kuna milima, lakini yote ameweka mwanadamu. Kuna tambarare ameweka mwanadamu. Kwa hiyo kuna kipindi ambacho ni lazima utakipitia kwenye maisha yako, na usife moyo. Usione Mungu amekuacha, wala Mungu hajakusahau, wala Mungu si kwamba hasikii maombi yako. Anasikia unapoomba, anasikia unapomuita, lakini wakati wa kuvuka hapo bado haujafika. Wakati wa kuvuka hapo utakapofika, Mungu atakutoa. Cha msingi, endelea kumtumainia Bwana katika wakati ulionao. Tuangalie pia kwenye kitabu cha Ayubu 3. Ayubu ni sura ya 3. Ayubu 3:1 mpaka ule mstari wa 3. Utaona kwamba Ayubu anapitia mambo magumu, lakini katika hayo Ayubu anayopitia hakuzoea maisha hayo. Ayubu wote tunafahamu alikuwa ni mtu tajiri, mwenye mali nyingi, mwenye pesa, mwenye wafanyakazi wengi, mwenye watoto wazuri na mke wake mzuri. Lakini umefika wakati ambapo shetani alipata kibali kwa Mungu, naye akaharibu vitu vyote vya Ayubu. Lakini utaona kwamba huu ulikuwa ni wakati ambapo Ayubu ilimpasa kuweza kupitia hayo aliyoyapitia. Ukiangalia Biblia inasema Ayubu sura ya 3 mstari wa 1 mpaka 3. Biblia inasema, baada ya hayo Ayubu akafunua kinywa chake na kulaani siku yake. Ayubu akajibu na kusema, na ipotelee mbali ile siku niliyozaliwa mimi, na ule usiku aliosema mtoto mume ametungishwa mimba. Tazamaji, utaona kwamba pamoja na kwamba Ayubu alilaani siku ambayo aliozaliwa, haikusaidia yeye kutoka kwenye kipindi alichokuwa nacho. Kwa sababu wakati huu ulikuwa ni mgumu sana kwa Ayubu, mpaka anailaani siku aliozaliwa. Unaweza ukaona kwamba umepita kwenye kipindi ambacho umejutia ni kwa nini umezaliwa, ni kwa nini unaishi. Lakini usijutie, kwa sababu hauwezi kudumu katika kipindi hicho, maana Mungu atakuokoa. Utaona Ayubu amekata tamaa baada ya kupata mambo magumu, baada ya kuona watoto wamekufa, mali zake zimekufa, kila alichokuwa nacho kimepotea. Ayubu ana magonjwa, lakini Ayubu bado utaona kwamba analalamika na kulaani, lakini pasipo kujua kwamba ni wakati wake ambapo unalazimu yeye kupitia kipindi hicho, na ni majira ambayo analazimu yeye kupitia wakati huo. Lakini utaona ukiendelea kusoma, utaona kwamba Ayubu alifika mahali hata mke wake akamwambia mume wangu, kufuru Mungu ufe. Lakini Ayubu akamjibu na kumwambia, je, tupate mema tusipate na mabaya? Kwa hiyo utaona kwamba mema na mabaya ni sehemu ya mwanadamu.
Usije ukapitia katika mazingira mabaya ukamwacha Mungu, mazingira magumu ukamwacha Mungu, au usimpende Mungu tu kwenye mazingira ambayo ni malaini, mazingira mazuri. Hapana, mpende Mungu kwenye nyakati zote. Kwenye jua kali mpende Mungu, kwenye mvua mpende Mungu, wakati wowote. Usije ukamwacha Mungu kwa sababu ya jambo unalolipitia, maana Mungu yuko pamoja na wewe, lakini Mungu atakuvusha kwa wakati wake. Tuangalie tena kwenye kitabu cha Isaya 43 ule mstari wa 2. Biblia inasema, upitapo katika maji mengi nitakuwa pamoja nawe, na katika mito haitakugarikisha. Uendapo katika moto hutateketea, wala mwali wa moto hautakuunguza. Sasa hapa kwenye kitabu cha Isaya unaweza ukaona Biblia inasema, upitapo katika maji mengi nitakuwa pamoja nawe. Upitapo katika majaribu, maji yako mambo ambayo yamekusonga, ambapo umefika mahali pengine umesongwa na magonjwa na madeni na mambo mengi, lakini Mungu anasema upitapo katika maji mengi nitakuwa pamoja nawe. Lakini hasemi kwamba nitakutoa hapo. Mungu hawezi kukutoa hapo, bali atakuwa pamoja na wewe, akikutia nguvu kwenye hilo jaribu, akikutia nguvu kwenye hilo pito mpaka umelivuka. Lakini Biblia inasema kwamba upitapo katika maji mengi nitakutoa hapo. Hapana, Mungu hawezi kukutoa hapo, kwa maana akikutoa hapo ni kwamba bado hujamaliza wakati. Kwa hiyo lazima ule wakati utimie. Kwa hiyo katika nyakati ambazo unazopitia lazima umalize kipimo, ndipo Mungu atakuokoa, ndipo Mungu atakutoa hapo. Kwa maana wakati mwingine pia yote yanayotokea kwenye maisha ya mwanadamu ni mafundisho, lakini cha msingi usimwache Mungu, mtumainie Bwana, maana anasema upitapo katika maji mengi yeye atakuwa pamoja na wewe. Ni kwa nini yeye pamoja na wewe? Kwenye kulia yuko pamoja na wewe, kwenye magonjwa yuko pamoja na wewe, lakini lengo la Mungu ni kukutia nguvu ili usiangamie. Anasema, na katika moto hautakugarikisha, uendapo katika moto hutateketea, wala mwali wa moto hautakuunguza. Kwenye majaribu, kwenye moto, yapo mambo unayoyapitia. Umefika mahali rohoni, moyoni mwako unaona kama vile unaunguzwa, ndani ya moyo kuna kala moto, yani yamekuwa ni magumu. Lakini Mungu anasema hautaunguzwa, huo moto hautakuunguza wala hautateketea, kwa maana yeye yuko pamoja na wewe. Wako waliotoa katika moto, akina Shadraka, Meshaki na Abednego, lakini Mungu alikuwa pamoja na wao, hawakuungua. Hata mfalme alipotazama akawaona watu 4, angali alitupa watu 3 kwenye tanuru la moto. Kwa hiyo kwenye jaribu lako, kwenye moto unaopitia, ni kwamba bado uko pamoja na Mungu, na usimwache Mungu ukafikiri Mungu amekusahau. Ukiangalia kwenye kitabu cha Mwanzo ile 37 mstari wa 12, ukipata muda utasoma na kuendelea, utaona mtu mwingine anaitwa Yusufu, ambaye baba yake alimpenda sana, naye alikuwa ni mtu ambaye alikuwa ni mcha Mungu, alikuwa anapata maono na ndoto mbalimbali za kuhusu maisha yake, na aliwaambia ndugu zake. Lakini baba yake alimtuma akamwambia, nenda ukaangalie ndugu zako wanaochunga kondoo, uangalie hali zao kama wajambo. Lakini utaona Yusufu alipoenda, kwa mbali ndugu zake walipomuona walimhusudu, wakaanza kukasirika, wakasema yule bwana ndoto anakuja, na tumuoe tuone itakuwaje ndoto zake. Kwa hiyo utaona kwamba Yusufu hakufanya kosa lolote, lakini ndugu zake walimtenda ubaya, wakamuuza utumwani, naye alitumika utumwani kwa muda mrefu, lakini bado akatolewa akapelekwa gerezani kwa miaka 7. Yusufu katika wakati huo hakumwacha Mungu, aliendelea kuwa pamoja na Mungu. Hata wakati mke wa Potifa alipotaka kuzini naye, Yusufu alijua yuko pamoja na Mungu, akasema siwezi kumtenda Mungu wangu dhambi kubwa namna hii. Maana Yusufu alitambua ni wakati anapitia. Kwa
Kwa hiyo utaona kwamba Yusufu alipelekwa gerezani, Mungu alikuwa pamoja naye, na ilifika wakati ambapo wafungwa wenzake waliota ndoto, na utaona kwamba hapo ndipo Mungu alipoanza kuonekana. Yusufu akapa tafsiri ya ndoto, nao wakatoka gerezani na mwingine akafa. Lakini utaona kwamba mfalme anakuja kuota ndoto tena. Mmoja wapo wa mfungwa yule aliyetolewa gerezani anamwambia mfalme, yuko mtu ambaye yuko gerezani ambaye ni Yusufu aliyetupa tafsiri ya ndoto. Mfalme anasema, nenda ukamuite Yusufu, naye anatolewa gerezani. Utaona amepitia kipindi kigumu, lakini umefika wakati ambapo Mungu anamtoa gerezani. Na wewe unafika wakati ambao Mungu anakutoa mahali ulipo. Inawezekana umekuwa ni usiku mwingi, lakini pamekaribia kupambazuka. Nikutie moyo, endelea kumtumainia Mungu. Huo ni wakati tu unapitia, kesho maisha yako Mungu atayabadilisha. Mungu alibariki neno lake. Amen.